Shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Mungu ametupa nafasi tena katika kipindi hiki cha Kaa Uweponi. Amen. Baba, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako. Tumekukimbilia tusiaibike milele. Tuko mbele zako, jifunue kwetu tena katika kipindi hiki cha Kaa Uweponi. Katika jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Bwana ametupa. Amen. Tunaendelea na somo letu juu ya kuyajua mapenzi ya Mungu, na tulikuwa tukimwangalia Daudi, kwa nini mpaka Mungu alimuita mtu wa moyo wangu, kwa sababu aliyafanya mapenzi ya Mungu. Na tukaona jinsi ambavyo Mungu analipa kisasi. Ni tofauti na jinsi ambavyo alikuwa akifanya kwa Agano la Kale. Agano Jipya kisasi chake kiko kwa Yesu. Jinsi Yesu alipopigwa pale msalabani, kile kisasi ndio kimaliza hasira ya Mungu. Amen. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunatakiwa tuwe watu wa rehema, sio watu wa jino kwa jino. Kipindi hiki zile hasira za Mungu zilibebwa na Yesu pale msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo kama tumesamehewa bure namna hiyo, hatuna mamlaka tena ya kulipa visasi kwa watu wengine. Kwamba mtu kakufanyia ovu unamrudishia ovu. Yesu akasema hapa, kwa sababu yeye aliyachukua maovu yetu pasipo kulipa gharama yoyote. Gharama tunayoifanya ni kukubaliana na ile kazi iliyomalizika pale msalabani, na sisi kufanya vivyo hivyo kwa watu wanaotufanyia mabaya, kwa watu wanaotutendea uovu. Maana sisi tumesamehewa bure. Sasa leo tutaangalia, nataka tuingie kwenye somo la juu ya kuisikia sauti ya Mungu, lakini kwanza tutaanza na swali linalosema nitayajuaje mapenzi ya Mungu? Imekuwa ni kitu watu wengi wakijiuliza kwamba nitayajuaje mapenzi ya Mungu. Sasa kwa hilo swali tutaenda kulijibu, lakini kwanza tusikilize amenaswa. Namna gani tutayajua mapenzi ya Mungu? Kwa hiyo inatupasa kujua namna ya kuwasiliana na huyu Mungu wetu. Tumeangalia mambo mengi sana juu ya kuyajua mapenzi ya Mungu. Tukaona jinsi ambavyo ni kitu muhimu sana kujua mapenzi ya Mungu, kama jinsi Daudi alivyoyajua mapenzi ya Mungu, na tukaangalia sifa za mtu anayefanya mapenzi ya Mungu. Sasa hebu tusikie kidogo amenaswa, alafu tutaendelea na jinsi ya kuisikia sauti ya Mungu, au nitafanyaje mapenzi ya Mungu. Umeona kila mtu anatamani afanye mapenzi ya Mungu. Bwana wewe acha. Na movie ilikuwa na mafundisho. Mtumishi akamwombea dada, alikuwa na kansa akapona. Sasa lakini matokeo yake anaona hakumbuki ndoto, macho yanauma. Movie nzuri kama hiyo ilileta shida gani kwake kiroho? Ilileta shida gani kwake kiroho? Mliachilia nini kwake? Mliachilia nini kwake? Mnasema? Tumechukua vitu vyake vyote. Yaani sasa hawezi kusoma Biblia. Hawezi kabisa. Kwa sababu hiyo movie.
hawezi kabisa. Kwa sababu ya movie. Sasa movie inaonyesha mambo ya Mungu. Hapana. Hapana, ni maigizo yetu. Ni maigizo yetu. Ili kuwakamata wengi. Kwa sababu manabii wa uongo tunatumia cho. Tunatumia cho. Kuwakamata. Nafungua macho yake. Rudisha vyote mlivyochukua. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Macho ya rohoni. Neema yake. Nguvu yake maombi. Anarudi. Kwenye nafasi yake anarudi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na mfungu. Wapi? Nimemuondoa kwenu. Kwa hiyo mnataka mumrudishe kwa njia hiyo. Namchukua tena. Kwa damu ya mwana kondoo anatoka. Huyu ni chombo cha Mungu. Ni nabii wa Mungu. Rudisha macho. Anasoma Biblia anaomba. Again siku hizi movie masaa mangapi? Masaa hayo matatu. Na akitoka hapo amechoka. Hawezi kusoma. Hawezi hata kusoma nini? Hawezi hata kuomba tu anavolala. Movie. Anatifusha. Lakini ni movie ya kimungu. Tumekwambia hivi. Tumekwambia hivi sisi manabii wa Mungu. Ndio hiyo njia tunaanza kuitumia sasa. Tunaleta movie kama hizo ili watu wavutiwe. Okay. Wakivutiwa huko tunawavuta kwetu. Ndio tunabeba kila kitu. Sio yeye tu anayeangalia jamani. Ni wengi. Hata wachungaji wengine wamekaa wanaangalia huyu mchungaji. Neno hawasomi. Wanajikuta wanapungukiwa vitu vingi. Lakini wala hawajali. Wanajua labda tu ni uchovu wa kazi wanazofanya. Kumbe tunakamata sisi. Leo mmekamata. Kwa damu ya Yesu. Mwachie vitu. Vipawa vyake vinarudi. Neema yake inarudi. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Yes. Hallelujah. Amen. Haya, tumeisikia hiyo. Huyu alikuwa anaangalia movie. Sio ya Kihindi wala ya miungu ya nani? Ya Mungu. Watu wanaenda kanisani, wanapiga makofi, wanaenda mchungaji anamwombea mtu na nini. Story kaisha. Lakini baada ya hiyo movie kilichomshangaza ni ile nguvu yake ya kuomba na uwezo wake wa kuona umepungua kabisa. Haupo tena. Sasa na huwa anamalizaga pale kwa chini, glory to God. Haya. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa kuwa makini. Kuna saa ya maana wengi huwa wanapenda sasa kwenye movie wakifikiri ndio anajifunza neno la Mungu. Pia unakuta wakati mwingine mtu anaicheki story ya Yusufu kwenye mkanda, basi anajua maisha ya Yusufu. Ni tofauti unaposoma Biblia na unapoangalia movie. Kwa hiyo kuna wakati zinatumika kuondoa kile chako cha kimungu. Ni lazima uwe na mahusiano yako binafsi na Mungu. Sio kwa kuyaangalia maigizo au kwamba haka unakuta unaondoa ile nafasi ya kumwabudu Mungu, mnasema tunaangalia movie. Ni namna mojawapo ya kudhoofisha kitu cha kimungu. Tumishi mwingine kama watumishi wanamwangalia mtumishi kuwa mkubwa juu yake, sasa ndio wanajifunza kusimama madhabahuni, kuhubiri, yani kufanya chochote kupitia ule mtumishi ambaye ni mkubwa. Hapo pia kuna athari gani kwa wale waumini ambao wanafundisha? Yani kumwangalia mtumishi yale mafundisho yake ndio ukasimama naye.
Kuna hatua ya kwanza ambayo mtu unatakiwa ujifunze kutoka kwa mwingine. Na pia sehemu ya kuchukua mafunzo sio kila mahali. Kila mtu kuna kitu ambacho ameitiwa. Hata wahubiri, unakuta mhubiri mwingine akihubiri wewe usikii ndani yako. Lakini mwingine akihubiri unakuta unaguswa sana. Ni kwa sababu kile ulichonacho ndio alichonacho yule. Mungu amegawa karama mbalimbali. Kwa hiyo wewe kama karama yako inaoana na mtu fulani, utakuta unavutiwa kusikiliza kile anaona. Sasa sio kwamba uige ufike mahali sawa uanze watoto si unakuta kakianza kanasikiliza jinsi wanavyoongea wazazi, baba mama kanafuatisha vile vile, lakini baadaye kanaanza kujieleza kenyewe kama kenyewe. Kasuku kuna ndege anaitwa kasuku, yeye ndio anaigiliza kile vile vile. Kwa hiyo ifike mahali sio kusema vile vilivyosemwa, na wewe umsikilize Mungu akupe kitu cha kwako. Unaona? Akufunulie. Andiko linaweza likawa ni lile, lakini kuna namna Mungu analifunua. Kuna misingi ambayo tunapewa, lakini inafika mahali umsikilize Mungu wewe kama wewe. Mungu anasema nini kwenye hili? Ndio maana wakati mwingine watu wakienda Bible school unakuta wanaharibika zaidi kuliko mwanzo. Nilikuwa na mchungaji mmoja, alikuwa ni mzuri sana kabla hajaenda Bible school. Alikuwa anaweza afundishe kifungu kimoja cha Biblia mpaka mnalia machozi. Alipoenda Bible school, yani anafundisha kwa kiburi, yani kiujuaji kutokana na alivyofundishwa. Hana ufunuo tena. Yeye tayari ana madaftari ya kutosha. Akitaka afundishe juu ya unyenyekevu, notes zote anazo. Akitaka afundishe juu ya upendo, notes zote anazo. Hapati ufunuo wa wakati. Kumbe neno la Mungu ni jipya kila siku. Alafu huwa linakuja kulingana na mazingira uliopo. Naweza nikafundisha somo lile la vita vya kiroho, lakini nikiwa huku nakuta naongelea vitu vingine. Nikiwa huku naongelea vitu vingine. Kwa hiyo ni vizuri sana kumsikiliza Roho Mtakatifu badala ya kuiga tu vile ulivyosikia. Sio vibaya kusikiliza, inakuongezea ufahamu, lakini pia kumsikiliza Mungu wewe kama wewe. Sasa katika movie semi ni mbaya, unaweza kujifunza kitu, lakini inategemea kiwango chako cha kiroho kikoje. Kuna mwingine anaweza akaondoka na hofu, mwingine akaondoka na wasiwasi, mwingine akaondoka na kukata tamaa. Unaona? Sasa huyu viliibiwa mpaka vile vya kwake. Kwa hiyo ni vizuri sana tukao makini. Tunachokiangalia ni nini? Masaa 3 anaangalia movie. Hata kama itaishia na glory to God. Lakini je, ungechukua masaa 3 ukiomba? Masaa 3 ukisoma neno la Mungu? Hapo umesema kwamba inaumiza. Sasa swali langu ni kwamba amekuta kanisani, Mungu watu wanaenda kanisani. Sasa kama wanaenda kanisani, sawa. Unaweza ukafanya mambo ya Mungu. Unaweza ukafanya mambo ya Mungu lakini nje ya mapenzi ya Mungu. Jambo ni la Mungu tu. Ni la Mungu. Lakini uko nje ya mapenzi ya Mungu. Sasa adui atachukua
kitu chako cha kiroho, kwa sababu uko nje ya mapenzi ya Mungu. Yeah. Aliyetengeneza movie hana shida, unaona, lakini wewe huyu anayeiangalia hiyo movie, na wakati mwingine mtu anapoitengeneza movie inategemeana nyuma kuna roho gani ambayo imeachiliwa kwenye ile movie. Lakini kama hii unakuta ina mafundisho ya kimungu, lakini labda wewe ulitakiwa uwe na faragha na Mungu, uombe. Muda wako ule wa kuangalia movie, badala ya kutulia mbele za Mungu kuomba, wewe unaangalia movie. Badala ya kusoma Biblia, wewe unaangalia movie. Kuna stage katika maisha yetu ya kiroho, kuna kiwango ni cha kuangalia movie. Kuna kiwango masaa 3 kiangalia movie, yani umeharibu sana, kwa sababu ndani ya hayo masaa 3 kuangalia tu movie tayari muda wako mwingi. Akaenda akapanda, wakaanza wanaenda wanaimba wanafanya hivi, lakini ungeweza kufanya kitu cha maana sana, au Mungu ana mambo makubwa sana kwa ajili yako kuyapitisha kwako. Mtumishi, hapo na swali. Hapo umesema kupoteza muda kuangalia Mungu. Yeah. Na swali langu ni kwamba unakuta labda ni vitabu na ile ni Mungu. Vile vitabu vimeandika neno la Mungu na ni mtu ameandika, na ile ni Mungu na ni mtu ametunga. Vyote vinasema ufalme wa mbinguni. Swali langu ni kwamba pale naangalia pia najifunza kitu pale kwenye movie. Na hata kama nikisema najitenga ndio nasoma ni neno la Mungu, pia najifunza. Sasa inakuwaje kwamba huo muda ambao ninaoangalia movie, au kwa sababu inaitwa movie ndo sababu inatoka kwenye mstari, ama ni nini? Maana sielewi. Maana kama ni vyote ni vitu vya Mungu, kwa nini nisikae nikaviangalia? Biblia inasema ukomboeni wakati, maana hizi ni nyakati za mwisho. Sawa, tunaukomboaje wakati? Mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Unaona, kufanya kitu kilicho katika mapenzi ya Mungu ndio kuukomboa wakati. Sasa huyu masaa 3 anaangalia movie, yuko nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana adui akaweza kudhoofisha kitu chake cha kiroho. Huyu huwa anaota ndoto mara kwa mara, anaona maono sana, lakini sasa akashangaa ndio anakuwa mzito, hata kuomba hawezi. Kwa ni vizuri vitu, kwani kupiga story na watu ni mbaya. Unaenda mnapiga story, lakini je, kiroho chako unakuaje? Kwa maana Paulo sehemu nyingine anasema bado mnakunywa maziwa. Tumlitakiwa kula vitu vigumu saa hii. Yani kuna vitabia fulani mtu kiviendekeza vinapunguza ile nguvu yako ya kiroho. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa kiroho, kuna tabia zingine unaziacha. Mfano, kuangalia mpira sio vibaya, lakini kuna stage ya kiroho ukifika kuangalia mpira kwako ni mbaya. Maana inafika inakuondoa kabisa kwenye uwepo wa Mungu. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri tukakua na tukajua kwamba sisi wewe masharti Roho Mtakatifu anaanza kukupa kutokana na age ulionayo. Unaona? Ni kama hata watoto wakiingia shule, kuna waambia sasa hivi mfanye hivi, sasa muache kuviangalia vitu vya namna hii, mfanye vya namna hii. Kwa hata sisi wenyewe kiroho, ili tuweze kupata vitu vya kimungu, kuna mambo natakiwa uyaache. Amen. Yeah. Na pia mtumishi, hapo nimejifunza sawa, kuangalia movie sio vibaya, lakini ile movie unavyoiangalia, kumbuka shetani naye yuko karibu, anaangalia udhaifu wako mahali ulipo, ili apate kuingiza vile vya kwake, aondoe vile vya kimungu aweke vya kwake.
Kwa hiyo yamkini huyu dada alikuwa anaangalia movie, lakini kuna namna aliingiza hofu katika ile movie, au kuna maswali alijiuliza ambayo yako nje na Mungu, shetani akapata nafasi kupitia hiyo movie. Hata kama ilikuwa ni ya kimungu, haina roho mbaya, lakini hapo alitumia udhaifu wa ule dada kuchukua vile alivyokuwa navyo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kila unapoangalia kitu unajifunza pale nini. Kama una roho ya hofu, hujakuwa kiroho, haina maana kuangalia kitu ambacho unajua kwa sababu kitakupunguzia nguvu ya Mungu ndani yako. Sawa. Kwa hiyo kila unachokifanya hakikisha amani ya Mungu. Na ndio maana sasa tunaingia kwenye somo la kuisikia sauti ya Mungu. Unajua wengi wanafanya vitu kwa kufuata mkumbo, na wakati mwingine Mungu anasema nao lakini hawatii sauti. Mbona wote wanafanya hiyo? Watanionaje? Watanielewaje? Kwa hiyo anafanya vitu kwa mkumbo, lakini kumbe vinaweza kwa wengine ni vizuri, lakini kwako sio vizuri. Hapo ni swali. Mtumishi, mimi bado hapo na kitu. Kwamba yani hapo labda tufafanulie kwamba move sio mbaya, ila kwa sababu ni kitu cha Mungu, sio kibaya. Ila kwamba labda mtu asikie sauti ya Mungu au asikie amani ndani yake. Kwamba naangalia sasa hivi hii move, nina amani ndani yangu ninavyoiangalia. Kwamba nina amani. Kwa sababu hata ukisema kwamba labda ni vibaya au muda kutenga au muda na upoteza ningesoma neno la Mungu. Lakini unaweza kukuta mtu mwingine ni sawa, anasoma neno la Mungu na yuko masaa yote yuko rohoni, lakini bado anakamatwa hapo. Kwa sababu gani? Labda sasa hiyo, labda ni tuseme tu ni kusikiliza sauti ya Mungu. Labda Mungu sasa hiyo alikwambia, nenda sasa hivi ingia kwenye chumba cha siri, omba. Wewe unakaa una relax, labda umekaa unafanya hivi. Na wakati mwingine anambia nenda kajichanganye na wenzako. Au nenda kuna kitu kinataka kutokea kule. Nenda wewe, ukifika pale unaweza lile jambo lisitokee. Lakini sasa wewe unakuwa mvivu, unasikia hivyo. Mimi naona hapo jambo la muhimu ni kusikiliza sauti ya Mungu. Mungu anakuambia nini kwa wakati huo? Unajua hizi amenaswa zinatufungua akili kwamba kumbe kwenye jambo kama hili ninaweza nikakamatwa au ninaweza nikapata faida. Yani inakusaidia upana wa kuyajua mapenzi ya Mungu na kujua adui anatenda kazi. Naona kwamba kumbe adui anaweza katumia kile unachokipenda sana. Yale mazoea ulionayo yanaweza yakakusababisha uache kutembea na Mungu, ukabaki kwenye kile unachosikia unakipenda sana. Maana kuna watu, kuna vitu wanavipenda, wameokoka, Mungu anawahitaji, amewamisi, lakini wanaona hii ni kawaida yangu, wale mabesti wangu watanielewaje? Kwa hiyo maana Biblia inatuambia itoeni miili yenu ndio ibada yenye maana. Mungu anakuhitaji sana, huo mwili wako, hiyo akili yake, uwe na muda na yeye. Haya, tupe nyingine. Ameota ndoto, yuko anajisaidia, watu wanapita, anaendelea tu kujisaidia. Ni nini kinaendelea? Funua hiyo siri kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ni nini kilikuwa kinafanyika? Mtu anasimama mbele ya watu, anajisaidia. Ni nini kilikuwa kinaendelea? Ni nini kilikuwa kinaendelea? Mungu anampenda. Ndio maibisha mbele ya watu. Tutaka aibu impate kupitia duka. Duka lifilisike kabisa. Lifilisike kabisa. Sasa ni nini kimetokea? Amewahi kumtona huyo dada. Pandikiza vitu kwa dada. Yule msichana aliyoondoka pale duka. Ndio mlikuwa mmemwandaa. Pandikiza vitu. Mtaka mfanye vitu gani kupitia ile dada? Tuwe kabisa. Muwe kabisa duka. Tuwe kabisa biashara. Biashara. Haipike kabisa.
Nini kina nani mliokuwa mnafanya vitu? Nini kina nani? Ngani kwa mashi. Sababu yuko karibu na kwa hiyo mliungana. Munganiko. Alikuwa anajielewa huyo dada au ilikuwaje? Dada ameingia kupitia mapenzi. Walifanya tendo la ndoa na Muhindi. Kwa hiyo huyo ndio mkamkamata ili kumtumia, ili kumfilisi. Roho gani ziliingia kwake? Uharibifu. Roho za uharibifu zikaingia. Lengo lenu huyu mumwaibishe. Aibike. Na Mungu amemwonyesha kitu hicho. Ribo Santa. Na huo mshumaa aliouona unawaka, upepo na puliza, lakini hauzimiki. Paka kwa anajiuliza ni mshumaa wa Kichina? Ni nini kilikuwa kinaendelea? Na alimwambia Roho Mtakatifu, nionyeshe nini kinaendelea kwenye maisha yao. Na akaona hiyo kitu. Nini kinaendelea? Nampiga kila mahali. Nampiga kila mahali anayumba tu. Nampiga kila mahali anayumba tu anarudi. Anayumba anarudi. Nani anayempiga sasa? Muunganika, nguvu zimeunganika. Mbali. Muunganika. Yeye ndio ule mshumaa. Upepo ndio mapigo ya maadui huku na huko. Kila mahali. Kwa nini hauzimi sasa huo mshumaa? Kwa nini hauzimiki huo mshumaa? Anaomba. Tukitaka kumvamia usiku tunamkuta ameamka. Anaomba. Kila mahali. Tukitaka kila mahali. Yuko anaomba. Kiweka vinyago getini kwake kuingia nyumbani. Anaomba. Kwa natoka kwenye basi tumeweka vinyago getini kwake. Vinyago ndio nini? Watu wetu kwa ajili ya kumonitor. Aliviona kimwili kabisa. Akiwa kwenye basi. Anaomba. Mungu niondolee vinyago hapo nyumbani kwangu getini. Kwenye geti la kuingia nyumbani. Na kuna wakati akifika dukani anaona mguu kama unapata moto. Mapambano kote tunapiga kote. Kila kona. Lakini anashinda. Na kwenye eneo la ndoa? Kwenye eneo la ndoa? Nataka tuiangushe ndoa. Nataka muiangushe. Anamsaidia mke wake. Anamwombea mke wake juu ya kesi. Anamwombea mke wake. Kwa hiyo juu ya mambo yanayoendelea nyumbani. Sisi tunamhitaji mke wake. Anamwambia hata mke wake asivae cheni, asivae pete, ambao ni pete amepewa kijijini. Anamwambia mke wake asivae cheni. Hizo cheni na hiyo pete zote ni za kweli, za huko kijijini, za mababu. Lakini yeye anamzuia mke wake asivae. Anamwambia, anavyomwambia mke wake, tunashindwa kumwandama mke wake na kumteka, kwa sababu anamjulisha mke wake juu ya nini kilichopo kwenye cheni na pete. Rama sakata. Hizo pete alizipatia kijijini. Alipewa na mama yake kabla hajafa. Alipewa na mama kabla hajafa.
Tofauti na pete ya ndoa. So pete ya ndoa. Ni pete tu ya mama. Mama alikuwa anaitumia kama kumkumbuka. Mama alikuwa anaitumia kwa mambo yake. Kwa ajili ya kuunganisha huko na mababu. Sasa akamwachia akiwa hospitali. Alimkabidhi mtoto akamwambia vaa na mkufu kwa kunikumbuka. Lakini inaleta connection. Sasa huyu mtu anamwombea mke wake. Sisi ya makasa. Satutaki. Neema ya Mungu iwe juu yake. Unaongeza neema ya kuomba juu yake. Kwa damu ya Yesu. Yes. Nena. Furika. Nguvu za Mungu ziongezeke. Nena. Ja. Yes. Nguvu za Mungu zipite. Kwa damu ya mwana kondoo. Yes. Ona. Moto unapita. Kila eneo, mpaka kwenye miguu. Kila eneo popote aliposhikiliwa anaachiwa. Kwa damu ya mwana kondoo. Yes. Hallelujah. Hivi vitu vinatusaidia katika kuongeza ufahamu wa kusikia ulimwengu wa roho afanyaje. Maana kuna watu wengi wameona vitu lakini anakipuuza. Anaposikia maelezo kama haya na kumbe kuna taarifa ndani ya ndoto kama hii. Yeye aliota anajisaidia mbele ya watu. Na hii ni jambo gani hili? Inongeamka tu na kukemea. Lakini tunaona ya kwamba wanasema huyu mtu Mungu anampenda sana. Hili ndilo lilikuwa lengo letu. Aibike mbele ya watu. Tu haribu duka lake. Yani tumfilisi. Tunaona ulikuwa na duka lako zuri, unashangaa tu vitu vinakuisha mpaka. Lakini ikatokea kuna dada ambaye alikuwa amemwajiri pale, kumbe anashirikiana na watu wengine kimapenzi. Kwa hiyo zile roho zimemuingia, badala ya endeleze duka ndio kwanza duka linafilisika. Sasa wewe kila siku naangalia unafikiri maendeleo yatakuwepo, lakini kumbe kuna roho imekuvamia. Sasa Mungu anaanza kukuonyesha mapema kwamba kuna aibu inakuja. Sasa unapopata taarifa kama hii, ni wewe kuingia kwenye maombi ya rehema. Kwamba Mungu nifunulie ni nini hiki kinacho kuja kwangu. Unaweza ukashangaa mengine yanatokezea kimwili, au unasikia msukumo kwamba kuanzia sasa fanya hiki na hiki. Ile ni kitu tu ya kukushtua kwamba umsogelee Mungu zaidi. Alafu aliona kitu kingine, mshumaa. Yani unapulizwa na upepo kisawa sawa na uzimiki. Akasema ni mishumaa ya Kichina. Mnaifahamu mishumaa ya Kichina? Yani kuna moto unakuta unawaka kumbe ni kitambaa tu kimesetiwa upepo. Sasa na alikuwa amemuuliza Mungu. Na mara nyingi ukimuuliza Mungu, kwa hiyo kinachokuja unajua ni majibu ya Mungu. Akawa anamuuliza Mungu, kwa nini napitia haya yote? Mbona yani kazini kero, nikiwa nyumbani yani ni kama sina utulivu. Mungu akavuta picha kwenye ulimwengu wa roho jinsi alivyo, kwamba yeye ni mshumaa, amezungukwa na vita kila kona. Ndio maana kamshumaa kanatikisika lakini hakazimi. Ukisikia taarifa kama hiyo wewe utafanya takata tamaa. Unatiwa moyo kwamba kumbe vita ni vikali, ninazungukwa kila kona. Anasema tumeungana kwa sababu ya maombi. Kwa hiyo unakuta utachochea nguvu yako ya maombi, maana unajua kabisa kwamba niko vitani. Badala ya kuangalia huyu naye kanipuliza, huyu naye kanifanya hivi, huyu naye hata jamani mnanichosha. Hapana, ni upepo, watu wameungana. Kwa hiyo hata ukitokea huku ujue ni wale wale. Tumishi samani nilikuwa nakuuliza. Hapa tumeona kwamba anaambiwa
kuna msichana yeye ndo ameleta uharibifu alipokuwa na huyo mwindi. Swali langu ni kwamba iwaje mtu ameenda kuzini huko alafu yeye hana uhusiano naye alete uharibifu kwake? Unajua ukiwa na mtu, kuna roho za miungu yani ana duka, yeye mwenye duka wameshindwa kumshambulia, wakaenda kwa yule aliyeko duka, wakaona namna gani huyu binti alikuja ni mwaminifu tu, ametoka zake kijijini huko, yuko vizuri na ana tabia nzuri, ni ripoti zote, ni namna gani tumkamata? Basi tumtende kwa hila, aanze mambo ya mapenzi huko nje. Sasa baada ya kuingia hiyo ndio wakafanikiwa na ule uaminifu wake. Naona kwa unakuta tabia ni kama wana wa Israeli walikuwa wachawi wakitaka kuwaroga. Yule Balaam akiwaangalia akasema hakuna uchawi juu ya Israeli, hakuna uganga, yani huwezi kuwaroga, hawalogeki. Lakini Balaam baadaye alikuja kutumia mbinu nyingine, wakawatafuta wanawake wa huko wakipagani, wakaanza kupitisha kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakajichanganya nao, basi pale uchawi wa Balaam ukafanikiwa. Kwa hiyo kuna wakati unapoona tabia labda ni ya binti yako au ya mfanyakazi wako, umeanza kuona tabia inabadilika, ile mabadiliko ya tabia yake yanaweza kaathiri maeneo mengine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kuviangalia kwamba huwezi kusema mimi mradi ananiuzia duka langu, lakini zile tabia zinaruhusu miungu inapenya mpaka inaleta uharibifu kama nyumbani kwako au mahali pako pa kazi. Naona. Alafu tunaona pia walikuwa wanashambulia mpaka kwenye ndoa yake, na Mungu akaendelea kuonyesha kwa vitu hivi na hivi vimeingizwa kwenye familia ambavyo ndio vitaharibu na mahusiano yenu. Kwa hiyo kuna mambo Mungu huwa anatufunulia. Unakiona kitu fulani kama hapa ilikuwa ni cheni na pete. Ni vitu ambavyo mtu kakabidhiwa, unaweka kama kumbukumbu ya mama yangu kwa heshima, lakini kumbe nyuma yake iko roho. Naona. Kwa sio kila kitu cha kukumbuka kina roho, lakini tunahitajika kujua nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Maana ni muhimu sana kuisikia sauti ya Mungu. Na leo somo ambalo tutakwenda kuanza nalo ni nitayajuaje mapenzi ya Mungu. Nitayajuaje mapenzi ya Mungu. Nakumbuka Yesu alisema sifanyi neno lolote ila ninaloambiwa na Baba. Kwa kitu cha kwanza kinachotusaidia kuyajua mapenzi ya Mungu ni kumsikiliza Mungu anataka nini. Katika kila eneo, katika kila jambo. Kuna mama mmoja aliniuliza, kuna binti yangu anachumbiwa na Muislamu. Je, ni sawa mtumishi? Sawa, ni sawa na ni si sawa. Ni vizuri akaingia kwenye maombi ajue mapenzi ya Mungu ni nini. Basi wakaomba. Sasa yule binti baada ya kuomba akasema tena anataka anifungulie na duka. Tayari mtaji nje. Ametokea kumpenda sana. Sasa yule binti akasikia kutoa sadaka yake na tukaanza kuiombea ile sadaka. Wakati tunaomba vitu vikajifunua pale. Nasema kwa nini mnataka kunitenganisha na wewe? Sasa tunataka mapenzi nini? Anasema sisi tumeiona nyota yake. Ndio maana tumetoa mtaji wote kwa ajili ya biashara. Huyu ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo tuko tayari, familia nzima, ukoo mzima tumempenda. Najua wenzetu wanayachukuaga majina yanapelekwa
kwenye madhabahu zao. Hii nyota hii msiiachie. Kwa hiyo wako tayari watoe chochote kile ili tu waipate nyota. Basi kaanza kuliombea hilo, walipiga kelele sana kwamba tayari tulishamuunganisha na ilishatumwa nguvu ya kuhakikisha hakutani na watu sahihi ila watu wa kwetu. Yani tayari inakuja, na hata nafasi za kazi kutoka serikalini hawezi kuzipata. Yani wanaruhusu ugumu fulani ukupata. Sasa mtu anaamua kwa sababu ya hali ngumu, sio ni mapenzi ya Mungu, lakini hali ngumu ndio inamfanya afanye maamuzi fulani. Kwa hiyo kitu ambacho kinahitajika ni muhimu sana kuisikia sauti ya Mungu. Usifanye jambo kwa sababu ya tatizo unalolipitia au kwamba hali ni ngumu kiasi hiki. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kusikiliza Mungu anataka nini kwenye maisha yako. Lakini mtumishi, hivi sauti ya Mungu, hapo kwenye sauti ya Mungu ni sijui ni kuelezeaje, kwamba yani kwa mfano hapo tuone kwamba huyu dada, huyu mtu aliyokuja sio sahihi kwake. Lakini sasa amekuja mtu, lakini wewe hujui kama ni sahihi au sio sahihi. Lakini unasikia amani ndani yako. Kama unasikia amani ndani yako, ni anakuwa ndo mtu sahihi au inakuaje hapo? Ndio maana likaja hili somo, jinsi ya kuisikia sauti ya Mungu. Huyu binti kwa mara ya kwanza alimwambia mama yake, mimi nina amani naye kabisa. Nina amani naye kabisa. Mama akasema tuchukue hatua nyingine. Tumuulize. Amuuliza, Mungu amesema chochote? Asa Mungu amenyamaza kimya. Sema okay. Kwa sababu hii ni issue nzito ambayo hapo baadaye usije ukaanza unajiuliza kwamba kwa nini amenipata. Nenda kwa makusudi, mwambie Mungu ninataka mapenzi yako. Wengine wanaendaga kwa Mungu akisema, Mungu naomba huyu asiniache. Unajua hiyo ni kumlazimishia Mungu. Lakini kuna ile ya kusema, Mungu mimi ninataka kusikia kutoka kwako. Ukisema ndio, iko tayari. Ukisema hapana, nitafurahia. Unaona? Sasa hiyo ni hatua nyingine ambayo unatakiwa kuichukua. Linapotokea jambo lolote, nataka kutoka kwako Mungu. Ni swali ambalo unatakiwa umuulize Mungu kabisa. Ukisoma katika mtumishi samani kabla hujaingia hapo kwenye ile somo. Je, kama yani kwa mfano unakuta labda ni mtu anajirudia kwa muda mrefu sana. Na huyo mtu labda unaweza kukuta kwamba sijui nisemaje. Unajua kuna mtu labda mtu mwingine labda anatamani mtu labda wa kumtunza, wa kumjali hivyo. Lakini unakuta labda huyo mtu anajirudia lakini sio mtu wa kumjali. Hapana. Lakini huyo dada labda unakuta ameshaomba, huyu ndo mtu sahihi. Mungu ndo kama hivyo amenyamaza tu. Lakini yule mtu anaenda anajirudia. Je, hapo inakuwaje? Unajua lengo la kuoa au kuolewa sio kwa ajili ya mtu wa kukutunza, wa kukufariji. Matumizi mtumishi unakuta labda mtu anamjali mtu wake hivyo. Lengo ni kusudi la Mungu. Mungu anaweza amtumie mtu yoyote kukutunza. Mungu anaweza amtumie hata kunguru kukujali. Umekala mtu mtumishi miaka 3-4 ujua mtu. Swala la kutunzwa. Unajua kuna vitu tunamuelekeza Mungu. Mungu, sina mtu wa kunilipia kodi, nataka niolewe. Na kwambia ili ulipiwe kodi. Unajua kuna wanaume wengine ndio kwanza wenyewe ndio wanalipiwa. Wanakuwa mzigo. Huyo sio sahihi. Ni sahihi. Swala la kutunzwa sawa. Unajua kuona mwanaume hana kazi afu mwanamke ana kila kitu. Kwa hiyo usimuelekeze Mungu nini kifanyike. Kusudi la Mungu. Unajua kila mtu, Mungu haiti watu wawili. Haita mtu mmoja. Sawa? Alafu
alafu atakuchagulia mtu wa kukusaidia, lakini uliyeitwa ni wewe, na yeye kaitwa kivyake vile vile. Ndio maana unaweza kukuta wengine wamepata wake, wamegeuka kuwa watu wa kuwazuia kwenye kusudi la Mungu. Badala ufikie kusudi la Mungu, ndio unaharibiwa kabisa. Na mwingine mwanaume ndio anageuka kuwa wewe. Tuangalie Adam na Eva. Eva sawa alikuja, lakini ametuletea matatizo mengi sana. Unaona? Haya, tunakuja Ibrahim. Sara, lakini Mungu alimuita Ibrahim. Ibrahim alitakiwa na msimamo na kile Mungu alichomwambia. Sara alipomwambia tujaribu kwa aka usige, akajichanganya mpaka leo ni matatizo duniani. Lakini nampenda Ayubu. Alipozinguliwa kabisa, acha upumbavu. Unaona? Acha upumbavu, kaa kando. Mimi na Mungu siwezi kufuru Mungu. Unaona? Kwa hiyo inapoingia swala la ndoa, ni vizuri ukajua wewe umeitwa kama wewe. Anaweza akaja mtu akakuondoa kwenye kusudi au akachochea kusudi. Ndio maana tunapofikia kwenye hali kama hii, uliza sana mapenzi ya Mungu ni yapi. Unaona? Na ukishayajua mapenzi ya Mungu, mtu yoyote uzuie. Ndio maana Yesu akasema sikuleta amani, mimi nimeleta upanga. Kwamba yeyote atakaye zuia mapenzi ya Mungu, fieka, tupa kule. Awe mama, awe baba, awe mume, awe mke. Cha msingi ni afanye mapenzi ya Mungu. Ndio maana inapofika wakati kama huu, tulia sana. Mwambie Mungu, niko hapa duniani kwa ajili yako. Siko hapa duniani kwa ajili nisaidie. Wewe ndio msaada wangu. Wewe ndio mfariji wangu. Sina faraja. Yuko Roho Mtakatifu wa kukufariji. Kama wengineo hawa watakuja, waje kwa ajili ya kusudi lako. Wakizingua, kaa kando. Kaa kando. Unakuta sio kwa wanaume tu wake zao ndio wanawazuia. Hata wanaume wakati mwingine wanaweza kumzuia mwanamke. Unamkumbuka Abigaili? Akasema pumbavu mwingine na bali huyu. Mimi nataka kumtolea Bwana, yeye anabania vitu. Basi akafanya yake, familia nzima ikapona. Tuko hapa duniani kuyafanya mapenzi ya Mungu. Naam. Ukisoma katika Zaburi 32 tukianzia mstari wa 6, anasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikayo hayatamfikia yeye. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Sasa Mungu anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu likikutazama. Kwa hiyo ni jinsi gani nitayajuaje mapenzi ya Mungu? Kwanza hapa anasema kila mtu mtaua akuombe. Ya Mungu yanaombwa. Sio useme basi lolote litakalo kuwa. Lazima uwe na maombi ya kwamba Mungu, nataka mapenzi yako. Mwambie kabisa Mungu, badala ya kumshinikiza Mungu. Na dada mmoja aliniambia wazi kabisa. Akasema mtumisha, hii tusiombe. Mimi najua tu Mungu atakachosema. Unaona? Kwa hali niliyopitia hapana. Yaani ni kwamba ndani yake roho imeishamuonyesha kabisa, wewe ni mtu wa aina hii na unatakiwa kufanya hivi. Lakini mwili umegoma. Kile kilichompata Yesu pale Getsemani. Roho ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Ndio maana maisha yetu ya kila siku, Mungu anachokitamani tuitoe miili yetu. Tuilazimishe iyafanye mapenzi ya Mungu. Isiangalie hali inayopitia.
Unaona? Kwa hiyo Mungu anasema ili uyajue mapenzi ya Mungu ni vizuri kuisikiliza sauti ya Mungu. Kwa hiyo usije ukakaa tu ukafikiri mapenzi ya Mungu yapo tu. Ni lazima usikie. Tunamuona Samueli kakiwa bado katoto kadogo, Mungu anafunua mapenzi yake kwake. Kwa hiyo haijalishi kiwango chako ukoje. Ukisoma Samueli wa kwanza 3 mstari wa kwanza anasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Unaona? Kwa hiyo neno la Bwana lilikuwepo, lakini hakukuwa na mafunuo dhahiri. Kwa hiyo kuna wakati neno la Bwana lipo, lakini huoni sawa sawa, na kuna wakati wa kujifunza. Sasa kitu ambacho ninasisitiza ni kwamba tafuta mafunuo dhahiri. Hata kama umeona kwa mbali, mwambie Mungu, nifunulie tena, nijulishe tena. Unaona? Ukisoma ule mstari wa 10 unasikia Samueli anamwambia, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Inafika mahali masikio yako yanaanza kumsikia Bwana sawa sawa. Nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Kwa hiyo andaa masikio yako kusikia Mungu anasema nini. Utakapomtafuta utaweza kuyajua mapenzi ya Mungu kwa kumuuliza na kumsikiliza. Unaona mstari wa 19 pale, ile Samueli mlango wa 3 mstari wa 19. Samueli alipojifunza kumsikiliza Mungu, anasema Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Kuna vitu vingi Mungu ametuambia, lakini wengine wameviacha, wamevipuuza. Yaani adui amechukua neno yako. Sasa kile unachokifanya bora uishi. Lakini neno Mungu alikwambia ni neno gani? Kuna ufunuo wote ambao Mungu alikupa. Samueli tunaona alifanikiwa sana. Alikumbuka yote ambayo Mungu alimwambia, na yakawa ndiyo sehemu ya maisha yake. Anasema halikudondoka hata moja. Ni wakati wa kujikagua na kuangalia, haya maisha ninayoyaishi ndivyo Mungu alivyoongea na mimi? Kama kuna kitu umeona kimedondoka, ni kukirudisha. Ni mwaka wa kurudisha vilivyoibiwa. Changamoto tulizopitia zimeharibu mambo mengi sana. Kuna vitu Mungu aliwahi ongea na wewe ili uvifanyie kazi kwenye maisha yako. Wengine waliitwa kwa ajili ya kusaidia wayatima, wengine waliitwa kwa ajili ya kuhubiri, wengine waliitwa ni manabii. Yaani kuna wito wa aina mbalimbali, lakini unashangaa havipo sasa. Ni wakati wa kurudi kwa Mungu, kwamba Mungu, uliniambia hivi, ndani yangu nasikia hiki, lakini sasa naona kama sikioni. Unaporudi kuomba Mungu mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni, hayo maombi Mungu anayazingatia sana. Na unaweza ukakuta kamba zingine zinakatika, anakupeleka kwenye lile kusudi. Kesho tutaanza kuangalia sasa ni namna gani tunaisikiliza hiyo sauti ya Mungu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwaminifu, ni wewe ulituleta duniani kwa kusudi. Hatupo duniani kwa bahati mbaya. Mungu, tusaidie kuyajua mapenzi yako. Fungua akili zetu tupate kujua mapenzi yako ni nini katika maisha yako. Kuisikiliza sauti yako na kufuata maelekezo yako juu ya chochote unachotaka tukifanye tukiwa hapa duniani. Katika jina la Yesu, nafungua fahamu za kila mtu kuwa na kiu kuyatenda mapenzi ya Mungu. Wengi wameng'ang'ana kuleta shida za, kuleta matatizo ya,
lakini hawajui ufalme wa Mungu unataka nini. Hawajui haki yao hapa duniani ni nini. Wameng'ang'ana na mahitaji ya kila siku. Tule nini, tuvae nini, tunywe nini. Baba, katika jina la Yesu, badilisha fahamu za watu wako. Maana katika mapenzi yako kuna baraka zetu. Katika mapenzi yako kuna haki zetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, fungua kila mmoja apate kujua ni nini yaliyo mapenzi yako. Ulisema sifanyi neno lolote ila lile analoniambia Baba. Iwe ndio kiu yetu. Tusifanye jambo ila lile unalosema wewe. Mawazo yetu sio ya kwako. Mawazo yako yako juu sana. Mawazo yetu yako chini sana. Tunahitaji akili zako. Tunahitaji kuona kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Barikiwe na Bwana, na kwa ushauri zaidi tuwasiliane kwa simu namba 0743 60 58 79, au unaweza kufika moja kwa moja hapa Uchumi House, hii gorofa iliyoko Uhuru Road. Chini kuna Voda Shop, tuko juu kabisa. Mungu akubariki sana. Ulikuwa na missionary Asajile Masika. Amen.